Ndugu waandishi wa habari, tumeitana asubuhi ya leo kwa ajili ya kutoa taarifa ya ofisi ya Waziri Mkuu inayoshughulikia masuala ya sera, bunge, kazi, vijana na ajira na watu wenye ulemavu kuhusiana na maadhimisho ya siku ya vijana duniani ambao imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka tarehe 12 Agosti. Sasa leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa maelezo mafupi ya serikali. Nianze na historia ya siku ya vijana duniani. Wazo la kuwa na siku ya vijana duniani lilitolewa katika mkutano wa vijana wa kimataifa wa mwaka 1991 mjini Vienna nchini Australia kwa madhumuni ya kutafuta njia ya kuchangia fedha za kusaidia mifuko ya taifa ya vijana. Mwaka 1998 wazo la kuwa na siku ya vijana duniani lilikubaliwa na mkutano wa dunia wa mawaziri wenye dhamana na masuala ya vijana. Mwaka 1999 Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio namba 54 mkwaju 120 la kuifanya tarehe 12 Agosti ya kila mwaka kuwa ni siku ya vijana duniani, International Youth Day. Mwaka 2000 nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ikiwemo Tanzania zilianza kuadhimisha siku ya vijana duniani kulingana na mazingira yake kwa kuzingatia kauli mbiu ambayo huandaliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Lengo la siku ya vijana duniani ni kuadhimisha siku hii na kuiwezesha jumuiya ya kimataifa na jamii kwa ujumla kupata fursa ya pamoja kusherehekea na kutambua nafasi ya vijana katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika nchi zao. Hii inatokana na ukweli kwamba vijana ndio kundi kubwa katika jamii yoyote. Vijana ndio wenye nguvu zaidi za kufanya kazi, vijana ni wabunifu, vijana ndio chachu ya mabadiliko chanya katika jamii na vijana ndio warithi wa taifa. Wakati wa kuadhimisha siku ya vijana duniani, vijana hufanya shughuli mbalimbali kama vile makongamano na mihadhara ili kujadili mada mbalimbali zenye uhusiano wa kauli mbiu ya mwaka husika na kuweka malengo ya utekelezaji. Lakini pia matamasha ya michezo na burudani mbalimbali, shughuli za kujitolea katika jamii, maonesho ya kazi za vijana, maandamano ya amani, gwaride na kutakiana heri kwa kupeana kadi na zawadi mbalimbali. Kila mwaka Umoja wa Mataifa huandaa kauli mbiu ambao hutumika kama mwongozo wa masuala ya vijana yanayotakiwa kutilia mkazo kwa mwaka husika. Kauli mbiu ya mwaka 2016 ni kuelekea mwaka 2030 tokomeza umaskini kwa uzalishaji endelevu na matumizi yenye tija. The Road to 2030, Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Production and Consumption. Lengo la kauli hii ni kuzihimiza nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuwashirikisha kikamilifu vijana katika shughuli mbalimbali za uzalishaji na kuhakikisha kuwa panakuwepo matumizi sahihi ya rasilimali za nchi kama vile ardhi, maji, madini na nishati ili kufikia adhima ya kuwa na maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Serikali inavyotekeleza kauli mbiu ya mwaka 2016. Katika utekelezaji huu tumeunda idara ya ofisi ya Waziri Mkuu yenye kushughulikia masuala ya vijana kwa sababu ya kutambua umuhimu wa vijana katika maendeleo ya uhai wa taifa letu. Lakini pia inasimamia na kuratibu utekelezaji wa sera ya taifa maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 ambayo hivi sasa inafanywa mapitio ili iweze kukidhi mahitaji ya vijana kwa wakati huu. Hii ni pamoja na utekelezaji wa malengo endelevu ya dunia na hasa lengo namba 1 linalohusu kuondoa umaskini kwa vijana, lengo namba 3 kuhakikisha vijana wanakuwa na afya bora na ustawi, lengo namba 5 kuwepo kwa usawa wa kijinsia, na lengo namba 8 ajira kwa vijana, na lengo namba 12 linalohamasisha vijana kuwa na matumizi mazuri ya rasilimali na uzalishaji. Pia kuhimiza utengaji wa maeneo maalum kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa vijana katika kila mkoa. Pia kutengwa kwa 5% ya fedha za ndani za halmashauri kuwapatia vijana mitaji ya kuendesha miradi yao ya uzalishaji mali. Pia kutoa mafunzo ya stadi mbalimbali za ujuzi ili kuwezesha vijana kujiajiri na kusaidia vijana kuanzisha, kukuza na kuendeleza viwanda vidogo vidogo kupitia programu ya taifa maendeleo ya ujuzi kwa vijana. Na mwisho ni kusaidia vijana kupitia mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ikiwa ni pamoja na mfuko wa maendeleo ya vijana, mfuko wa rais na mfuko wa wanawake.
maadhimisho ya siku ya vijana duniani mwaka 2016 kwa Tanzania. Tanzania tutasherehekea siku ya vijana duniani kitaifa kuanzia tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2016 na kilele chake kitakuwa tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2016 mkoani Simiyu. Sherehe hii itafanyika sambamba na maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wiki ya vijana kitaifa na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2016. Kama nchi tumeamua kufanya hivyo ili kuwapa fursa vijana wa Tanzania kumwenzi muasisi wa taifa lao ambaye aliwathamini na kuwatumia vijana katika harakati za kudai uhuru, kuleta amani, umoja na maendeleo katika nchi yetu. Katika kuadhimisha siku ya vijana duniani kitaifa, mambo yafuatayo yanatarajiwa kufanyika. Kwanza ni maonyesho ya shughuli mbalimbali za uzalishaji na huduma zitakazofanywa na vijana wenyewe na wadau wa maendeleo ya vijana, lakini pia kongamano la vijana wapatao 200 walio mashuleni na walio nje ya shule, na mada zitakazojadiliwa katika na kuwekewa maazimio ni pamoja na uwezeshaji vijana kiuchumi, nafasi ya vijana katika kukuza uchumi kupitia viwanda vidogo vidogo. Pia vijana pamoja na wadau wa maendeleo ya vijana watajitolea kufanya shughuli za usafi katika vituo vya huduma za afya pamoja na shule za sekondari na za msingi zilizopo mjini Bariadi na uchangiwaji wa damu kwa hiari. Kilele cha maadhimisho ya siku ya vijana duniani itakuwa tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2016 ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atatembelea maonesho na kuwahutubia vijana. Matokeo yanayotarajiwa, kwanza ni kuinua uelewa mkubwa katika jamii kuhusu umuhimu wa vijana katika maendeleo ya ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Pili, vijana kutambua haki, wajibu na majukumu yao kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla. Tatu, ni kwa njia ya maonyesho na shughuli zifanywazo na vijana watahamasika na kuongeza uzalishaji mali kwa kutumia vizuri rasilimali zilizopo katika mazingira yao. Na 4, ni kukuza moyo wa kujitolea kwa vijana kwa kufanya shughuli za kusaidia jamii na utunzaji wa mazingira. Wito: vijana wote nchini, wazazi, walezi na wadau wa vijana washerehekee siku hii muhimu kwa kadri wanavyoona inafaa, ili kwa pamoja tuonyeshe na kumtambua kijana kama mshirika muhimu wa maendeleo na uhai wa taifa letu. Naomba vijana wa mkoa wa Simiyu kwa niaba ya vijana wote Tanzania wajitokeze na kushiriki kwa wingi katika maonesho, tamasha na kazi za kujitolea kwa mujibu wa ratiba itakayopangwa. Wadau mbalimbali wajitokeze kusaidia jitihada za serikali kuwezesha vijana na azma ya serikali ya kuwa na uchumi wa kati ifikapo mwaka 2030 kupitia katika viwanda. Mungu awabariki vijana, Mungu ibariki Tanzania, na washukuru sana kwa kunisikiliza.